Baada ya wiki moja alinifuata akaniambia kwamba na unajua huyu amesoma pia mambo ya nesi. Kwa hiyo alikuwa na nafasi ya kufanya kazi ya nesi huko na kujiendeleza. Lakini akasema kwamba nasikia moyo wa kwenda kusomea mambo ya mission. Na unajua msichana akisema anasomea mambo ya mission, mimi ni pastor, lakini niliona kama amepotea. Maneno ya mission ni haya, ataweza maneno ya mission. Kwa hiyo sikumsikiliza. Na nasema kwa sababu hata yuko hapa, na yuko hapa. Sikumsikiliza. Niliona kama amekosa kazi. Baada ya wiki moja nilifuata tena. Mara zile shule kule Dar es Salaam ilikuwa inataka kufunguliwa na lazima tumgaramie pia kwa kusoma. Akanifuata tena. Sikumsikiliza. Niliona kila napokataa kumsikiliza moyo wake unakuwa mzuri sana, anakosa amani, anakuwa hana furaha. Lakini mimi nilijifanya tu kama sijaji hapo. Alinifuata tena mara ngapi? Ile mara ya tatu tuliongea na mtoto kwamba sasa huyu binti anakuwa ni nzuri hapa kwa familia. Kulikuwa kuna kijana mmoja shemeji yangu anaitwa Daktari Mashiba, wenyewe wanafahamu, alikuwa anaoa. Sasa tukamwambia subiri, huyu bwana daktari akishamaliza kuoa msaidiane kazi, baadaye sasa tutakwenda masomo. Lakini usiku kabla sijamruhusu, haya ndio mambo Mungu alinisaidia. Mimi wakati naanza kazi ya utumishi sikuungwa mkono hata mpaka na wazazi wangu. No, aliniunga mkono ni mama yangu tu. Lakini wengi walinipiga vita kwa sababu waliosema kwa baba ni kwamba kazi ya uchungaji ni kama unapoteza mtoto, hata kusaidia, ataishi kwa kutegemea sadaka, hata kuwa na faida katika maisha yenu ni wazazi. Kwa hiyo baba hakuunga mkono sana jambo la mimi kusomea uchungaji, kwa sababu aliamini si ningeweza kuwasaidia kwa namna yote. Lakini kuikata hadithi hii, Mungu aliprove tofauti. Kama kuna mtu amesaidiwa na Mungu na kubarikiwa na Mungu, hata kama sio sana, Bishop Sekelwa naye ni mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bishop Sekelwa alioga kwa msaada mkubwa kwa wazazi wake, mpaka amezika baba yake na ndugu zake wote, ni msaada kwao kwa neema ya Mungu. Mungu akaniambia usisimame kwenye njia ya ubinti. Wewe umefanya kazi ya kulea, achana naye. Haya mambo mengine haya machie Mungu. Yeye Mungu atamalizana naye. Kwa hiyo nilifunga mikono yangu, sikuzuia tena kikao cha Mungu. Leo ninapoyaona haya kwa macho yangu, unaonaje kama ningemzuia asifanye kazi ya umisho? Tungemzuia hapa leo? Maana lazima tuwe wa kweli kwamba haya ni mambo yake, sio mambo yangu mimi. Haya sio mambo yangu. Mimi nasimama tu kumsupport. Hata sisi wote akina kipamba tunakuja kumsupport. Lakini yeye ndio mwanzilishi wa haya mambo. Amefanyaje kukutana na hawa rafiki zake wakubwa wa Tafesi na nini? Hata kwake anakuja kumleta mama boy kutoka Dar es Salaam. Mama, asante sana kwa moyo kutoa. Ni maono ya angel, sio ya kwetu sisi. Lakini kazi mimi namshukuru Mungu kwa sababu sikumzuia. Ningemzuia asingefanya alichofanya. Wazazi mlioko hapa, kama una mtoto na moyo wa kumtumikia Mungu, hata kama ni binti kanisani, sio mtoto wako wa kuzaa, mwache, mtie moyo. Huwezi kujua Mungu anampeleka wapi. Leo angel huyu anafahamika sio tu Tanzania. Amefika nchi za Afrika kusidi hata nchi zilizofika mimi. Mimi nimefika Kenya kutoka Uganda. Yeye amefika mpaka Ethiopia, sasa amefika Zimbabwe, sio amefika wapi. Ndio maana mpate passport mlioombewa hapa. Na mtu anayeelewa sema. Kwa hiyo tuacheni kwa samahani kwa kuchukua muda wetu, lakini nilisikia nitoe ushuhuda huu kuonyesha umuhimu wa vijana na mabinti kuingia katika kazi ya umisheni. Na wakiingia kwenye kazi ya umisheni, sio kwamba wamepoteza au wamekosa kazi. Zaburi ametuambia ni graduate. Hajalala njia, lakini ameamua kuingia kwenye umisheni na chuo chake kikuu. Kazi ya Mungu sio kazi ya masikini.